Viongozi wa Marekani wamezidi kushusha mazito sana dhidi ya Irani. Hapo baadhi ya viongozi wa Irani nao wakizidi kutamka maneno mazito kuhusiana na mauaji yanayozidi kuikumba nchi hiyo. Kiongozi huyu wa Irani naye aliweza kutamka maneno akizungumza kwamba wao hawatokaa kimya, bali na wao watatoa kipigo kizito dhidi ya Marekani ili kulipiza mambo wanayofanyiwa, akisema kwamba mlivuka mstari mwekundu, lazima mlipie. Hapo Donald Trump, rais wa Marekani, naye hakusita akazungumza akasema kwamba Irani isijaribu tu kulipiza, maana itapewa kipigo kizito zaidi ya vipigo vyote walivyovipata. Hayo aliyachapisha kwenye mtandao wake wa X ama Twitter, huku shirika la habari la Irani IRNA nalo likizidi kutoa takwimu ya wanajeshi wao ama maaskari wao wakubwa wa ngazi za juu wanaozidi kufariki na kuuliwa na Marekani. Huku nikikuhabarisha nikikwambia hali si shwari kwa upande wa Iran, pia na kwa upande wa Marekani. Hapa nazungumzia na nchi inayosaidizana na Marekani huku ni Israel, na huku baadhi ya nchi vigogo, huku tunazungumzia nchi kama China, nchi kama Korea Kaskazini, nchi kama Urusi havijaweza kuonesha ni msaada gani ambao vinatakiwa vimpatie Irani, huku na watu wengi wakikaa wakisubiria waone kwamba je, Urusi itaweza kumsaidia Irani kumpiga Marekani na Muisraeli. Hili sasa ni bado lipo katika vichwa vya watu wengi, na hii ni habari ambayo ipo inagonga katika vichwa vya habari nyingi, huku baadhi ya kiongozi wa Israel naye akiweza kupongeza watu wake ama jeshi lake kwa jinsi gani wanavyoweka ulinzi thabiti kwa kulinda nchi yao, huku watu wakitarajia kuona je, vita hii itaisha ama ni vita hii ndio bado imeanza. Lakini huku nikikuhabarisha nikikwambia kwamba baadhi ya vituo ama baadhi ya center tofauti za ngome za kijeshi ama za kivita za Iran zikizidi kuharibiwa na baadhi ya wananchi wengi sana kuweza kupoteza makazi yao, huku Donald Trump hii jana jana Jumamosi aliweza kutoa taarifa na kuambia wananchi wa Iran wasitoke ndani, bali wakitoka ndani watakumbana na cha moto, kwa sababu nchi hiyo bado haipo vizuri sana. Nakwambia zidi kufuatilia Eric Burundi TV ili uzidi kupata ma-update tofauti. Ulikuwa unahabarishwa na mimi Simba Foxide aka Bin Laden Sharpshooter.